Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Ni kualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ahidi Zanzibar yenye neema tele, ataja mambo matano ushirikiano na Dr. Mwinyi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Serikali yatangaza mapumziko Oktoba 29, habari katika ukurasa wa 3. Waangalizi 67 EAC kushuhudia uchaguzi, habari katika ukurasa wa 7. Vifaa vya kupigia kura vyasambazwa ni kwenye halmashauri zote, milioni 908 zatumika karatasi za kura Zanzibar, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika bodi ya mikopo yatoa bilioni 426.5 kwa wanafunzi 135,240. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumamosi leo. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti ya Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tambo za Lissu, Jamhuri kesi ya uhaini moto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Korti yaitupia nje kesi ya Polepole, Kibatala alonga, habari katika ukurasa wa 4. Samia Mwinyi waapa kulinda muungano, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. ACT kujenga chuo kikuu Pemba kumwenzi Maalim, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Gazeti limeandika angalizo kiafya maadili huduma za tiba za mwili, habari katika ukurasa wa 18, na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazame sasa gazeti Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ugombea urais wapigana vikumbo, Samia ahidi mambo 9 kudumisha muungano, NLD na AAFP wapinga maandamano wakitaka amani, Chauma yaahidi kukuza hadhi ya bunge, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Shahidi chanzo kesi ya Lissu kuahirishwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kigoda cha Mwalimu Nyerere chatoa maazimio 7, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Wakili kufungua kesi kupinga tozo darajani, habari katika ukurasa wa 8. Wenye ulemavu wajane watoa ujumbe wa amani, habari katika ukurasa wa 18, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Tulitazame sasa gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia ahimiza upigaji kura Oktoba 29, ahutubia maelfu ya wananchi katika mkutano wake wa kuhitimisha kampeni visiwani Zanzibar. Asisitiza hakuna sababu ya kubaki nyumbani siku ya uchaguzi, asema usalama wa uhakika. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kishindo cha Dr. Nchimbi Ukerewe, habari katika ukurasa wa 2. Ichagueni CCM Dr. Mwinyi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili.
Lakini pia gazeti Uhuru limeandika CCM inaheshimu haki za binadamu, Wasira, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Chauma yameguka, wanne wajiunga CCM, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Ambar wa NCCR kushughulikia mambo mawili ya kitinga Ikulu, habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Nalo gazeti Mwanahabari mikononi mwangu lenyewe limeandika Samia, kapigeni kura bila hofu, mnalindwa, awasisitiza wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wasio na hofu kwa kuwa vyombo vya ulinzi na usalama viko kazini kuwalinda. Wadau wasema kuhitimishwa kwa kampeni zake Zanzibar kunatoa nafasi ya mgombea huyo kufanya maandalizi ya mkutano wa kutamatisha kampeni za jumla utakaofanyika Oktoba 28 jijini Mwanza, habari katika ukurasa wa 3. Moja ya sharti la haki za binadamu ni kutowazuia wengine kupata haki yao kikatiba, Wasira, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. TARURA Ruvuma yatekeleza miradi ya bilioni 22 kwa mwaka 2025-2026. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Mradi wa TAZA kufungua soko jipya la biashara umeme Afrika, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Nalo gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, lenyewe limeandika Dr. Samia, tutaendelea kudumisha muungano, ampongeza Dr. Mwinyi kuimarisha uchumi, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mufti hawahimiza Uislamu kushiriki uchaguzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18 wa gazeti hili. Othman ahidi kujenga bandari ya kisasa Wete, habari katika ukurasa wa 2. Tumejipanga kulinda amani CP Kombo, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Saud aonya mihemko ya kisiasa, habari katika ukurasa wa 3. Trump akataa mpango wa Israel kunyakua ukingo wa Magharibi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika do or die, Mabedi Gamondi watoa kauli nzito, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Ni leo Jumamosi, second leg Yanga dhidi ya Silver Strikers saa 11 jioni uwanja wa Benjamin Mkapa. Singida dhidi ya Flambeau ni saa 1 kamili usiku Azam Complex Chamazi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 12. Brazil akosha na mavitu Simba, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Nyuma ya pazia hadithi ya Nketia na Bwana Sadiki, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Sikia hii ya mabodyguard wa wasanii. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Ronaldo kasalitiwa na watoto wake watatu. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 14. Gazeti hili limeandika TPL Jumamosi ni Dodoma Jiji dhidi ya Pamba Jiji saa 1 kamili usiku Jamhuri. Gazeti hili pia likiandika ratiba ya ligi ya Uingereza, Chelsea dhidi ya Sunderland mchezo unapigwa saa 11 jioni. Newcastle United dhidi ya Fulham saa 11 jioni. Manchester United dhidi ya Brighton mchezo unapigwa saa 1 na dakika 30 usiku. Brentford dhidi ya Liverpool mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo lenyewe limeandika Azam yafuzo makundi, Yanga Singida mtegoni leo, Mayele yachomoza uchezaji bora Afrika, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Mr. Bro umaarufu ulinipoteza, habari katika ukurasa 21. SRT mwaka huu hakuna mashindano ya taifa, habari katika ukurasa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.